تعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baada ya kumaliza mlango wa 22 katika kitabu Riyadhus Salihin, mlango ulikuwa babu nasiha, na sasa unapatia mlango wa 23 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Mlango utakaofundisha jambo muhimu katika Uislamu la kuamrisha mema na kukataza maovu. Kutoka kwenye mlango wa nasaha unaingia kwenye mlango al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kuhusu kuamrisha mema na kukataza uovu. Kwa hakika Uislamu wote ndio hapo. Kama kwenye nasaha, Uislamu kwa hakika unadumu na utaendelea kudumu, utakuwa hai madhali Waislamu wanaamrisha wema na kukataza uovu. Lakini Uislamu ama utakuwa unaugua ugonjwa mkubwa au utakufa kabisa ikiwa Waislamu wataacha kuamrisha wema na kukataza uovu. Uhai wa Uislamu kwa hakika wategemea. Kama kawaida, al-Imam an-Nawawi rahimahullah anaufungua mlango huu kama alifungua milango mingine kwa ma tayassara min ayati llahi al-bayyinat, aya chache za Qur'an al-Karim ambazo ni munasaba na mambo ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Qala Allah Ta'ala, ya mwanzo katika aya hizo amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, waltakum minkum, na wapatikane katika nyinyi Waislamu, umma watu, msiwe nyote mko katika hali moja, ikawa hakuna anayeamrisha wema na kukataza uovu. Waltakum minkum, hebu basi na wapatikane katika nyinyi Waislamu watu, yaduuna ila alkhairi, iwe kazi yao wamejitolea muhanga kuita katika wema, kuita katika kheri kwa maneno na vitendo. Na katika kuita kwenye kheri, wayaamuruna bilma'rufi, wawe wanaamrisha wema, wayanhauna 'anil munkari, na wawe wanakataza uovu. Hebu na wapatikane katika dini. Wa ulaika, na kikundi hicho tu, humul muflihuna, ndio waliofaulu. Kufaulu fi dunia wal akhirah, katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhirah vile vile. Na hao tu wenye kuamrishana mema na kukataza mabaya ndio waliofaulu, wengine waliangamia. Mwenyezi Mungu anasema, falaula kanat qarya amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, basi kwa nini hakipatikani kijiji chochote kile ambacho kimo ndani yake watu walioamini imani hii ya kuamrishana mema na kukataza mabaya, illa watu wa Yunus ndio walioamini. Lakini waliobakia wote, watabaa alladhina dhalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, na wakapata madhalim yale ambayo wameneemeshewa duniani, wakatazama dunia na ulimwengu na mambo yake anasa,
na viburudishaji na vyenye kufurahisha. Kwa hivyo wote watu wakachagua upande wa kuwa ni waovu. Hakuna mtu anamkataza mwenzie ubaya, wala hakuna mtu anamwamrisha mwenzie wema. Aya ya pili, faqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema kuntum khayra umma, mmekuwa Waislamu ni umma bora kabisa kuliko umma zote ambazo zimeletwa duniani. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, mmekuwa nyinyi Waislamu ni umma bora ambazo kuliko umma zote ambazo ukhrijat linnas, zimetolewa kwa watu. Kwa sababu nyinyi Waislamu ikiwa mtafanya hili ndio utatimia umma wenu kuwa bora. Ta'muruna bil ma'ruf, daima nyinyi Waislamu mna tabia ya kuamrishana mema. Wa tanhauna 'anil munkari, na mna tabia ya kukatazana maovu. Kwa hivyo nyinyi hapo ndio mlipowapita watu wote. Na kama nyinyi Waislamu mtaacha jambo hili, nyinyi mtakuwa ndio wa mwisho kuliko umma zote, kwa sababu nyinyi mtasoma habari zao watu wa nyuma walipoacha kuamrishana mema, walipoacha kukatana mabaya. Mmetasoma kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu waliofanya nini. Kwa hivyo nyinyi hamkuelekea tena kupita katika barabara ile, ilikuwa nyinyi mgeuze njia. Lakini kama nyinyi mtaacha nyendo zile, mtafanya hivi kwa mtana mema na kukatana maovu, nyinyi kwa hakika inakatwa na Mwenyezi Mungu kwa sigha ya madhi, kuntum, mmeshakuwa. Guarantee manake hali ya kwa pengine hicho kitendo kitafanywa, lakini imekatwa kwamba kuntum, nyinyi mmeshakuwa khayra ummatin, ni umma bora kabisa ikiwa mtalifanya hili. Ta'muruna bil ma'ruf, kama mtakaa duniani kuamrishana mema, wa tanhauna 'anil munkari, na kukatazana maovu. Waqala ta'ala, na aya ya tatu aliyoiweka Imam Nawawi katika mlango huu anasema, na akasema Mwenyezi Mungu tena vile vile, khudhil afwa. Hii ni khitabu ya mtume wake, anamwambia chukua tabia ya usamehevu Muhammad, ndio utaweza kuishi duniani na watu. Madhali umechanganyika na watu, ujue binadamu atakupatia maudhi. Wako watakaokuamini na wako wataokupinga, wako watakukuti, wako watakutukana, wako watakuingia maungoni kukuvunjia heshima na kukupiga kabisa. Khudhil afwa, chukua tabia ya kusamehe maudhi ya watu, na halafu badili yake wa amuru bil ma'ruf, amrisha wema, wanha 'anil munkari, na kataza ubaya. Au khudhil afwa wa amuru bil 'urfi, chukua tabia ya kusamehe na uamrishe wema, wa a'rid 'anil jahilina, na upuuze kutokana na wajinga. Na upuuze kutokana na wajinga. Wajinga hawatoacha kufanyia ujinga, lakini usitie katika moyo. Unaweza kupata maradhi, unaweza kujiangamiza ukafa kabisa. Fala'allaka baqi'un nafsaka, huenda ukajiangamiza nafsi yako Muhammad bure, ala atharihim, juu ya nyendo zao watu wabaya, illa yu'minu bihadha alhadithi asafa, kwa kuwa hawataki kuamini mazungumzo haya kwa uchungu. Lakini khudhil afwa, kwa salama yako chukua tabia ya kusamehe, usijali mambo unaofanyiwa, na badili yake jifanye wewe ni tabia ya mti wenye matunda. Binadamu wanaupelekea mawe mti huo, lakini mti haurejei mawe, bali mti unaleta zawadi. Badili yake unatoa matunda mazuri mno, unawapa binadamu. Wao wanaupiga, mti unatoa matunda. Wewe jifanye kama tabia ya mti, chukua tabia ya kusamehe, wa amur bil 'urfi, na uamrishe wema, halafu a'rid 'anil jahilina, na upuuze kutokana na wajinga. Ama ukishapuuza wajinga basi utakwenda vizuri. Lakini mjinga akikutupia jabari la neno kama utabeba kifuani ikawa ndo hulali, wala huwezi kwenda kula ukashiba, yeye mjinga ndo kitarembea neno hilo chafu, hajali habari wala hakumbuki kukwambia nini jana. Bukhari kabisa yeye na hizi na zake, na ndo kusema wewe huku unateketea, unaumia, kanambia hivi mie, kanambia hivi mie. Ni mjinga matilie mbali na ujinga wake, wala usitie kabisa kwenye kifua chako ujinga ukaulimbika. Wewe tia mambo haya. Wakala Taala,
Akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, walmu'minuna walmu'minatu, na waumini wanaume na waumini wanawake, ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi wanaopendana wao kwa wao. Hii ni sifa ya waumini wanaume na waumini wanawake. Ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi kwa wengine, wanapendana, wanaoneana huruma, ila mmoja anamuhesabu mwenzake kama ni mimi, anamwita ya ana, ewe mimi, yani kila mmoja anajiona ni yeye kwa mwenzake. Lolote linalompata muumini ikiwa ni baya na maudhi, basi linamuumiza muumini mwingine. Kwa hivyo, kwa kuwa ni vipenzi wanaopendana kwa wao waumini, utaona yaamuruna bil ma'rufi, wanaamrishana wema. Hii ni dalili ya kupendana. Kuamrishana wema manake watu wanapendana, na mtu kama hampendi mwenziwe ni kumwacha kama alivyo aangamie. Ni dalili ya mtu kwamba ushamchukia, una imani naye, unamwacha kama alivyo. Lakini dalili ya kupendana ni watu kujitolea kuamrisha wema. Pengine wema ule haupendwi duniani, lakini watu wakawa wana mapenzi makubwa na ndugu zao, hawataki waangamie, wakawa wanaamrisha wema. Wayanhauna 'anil munkari, na ishara ya kupendana kwao ni kwamba wanakatazana mabaya. Hii ni dalili ya mapenzi kwa waumini. Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye Qur'ani, walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni wenye kupendana wenye kwa wenyewe. Ishara ya kupendana ni nini? Ishara ya kupendana si lazima mtu kumpa pesa na kumpa shati tu akavaa ukanzu na hivi na hivi. Kupendana hasa kulipokuwa kukubwa ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Huku ndio kupendana kukubwa. Wa qala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, lu'ina alladhina kafaru, walilaaniwa wale waliokufuru, min bani Israila, katika wana wa Israili Mayahudi. Walilaaniwa ala lisani Dauda, juu ya ulimi wa nabii Daudi alayhi salam, wa Isa ibn Maryam, na juu ya ulimi wa nabii Isa mtoto wa Maryam alayhi salam. Dhalika bima asaw, laana hiyo au laana hizo za ndimi mbili za manabii hawa ziliwapata bani Israili, yaliwafika hayo bima asaw, kwa sababu ya kuasi kwao walikoasi, wakanu yaataduna, na walikuwa wakipindukia mipaka katika maovu. Kupindukia mpaka katika maovu kuna kosa kubwa sana walilifanya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani kutokana na uovu ambao waliutenda. Ama hili ni kosa kubwa sana kwa watu wanaoamini Mwenyezi Mungu, kwa watu wanaoamini kwamba wao wanaye mtume, kwa watu wanaoamini kwamba wana kitabu cha Mungu kinawasemesha. Wakiacha kuamrishana mema, wakiacha kukatazana maovu, kwa hakika wanakuwa wamefanya kosa kubwa mno. Hawastahiki tena kukaa katika ardhi ila waangamizwe au wapatilizwe kwa ulimi wa mtume yoyote, yani walauniwe, wafukuziliwe mbali katika rehema za Mungu. Lu'ina, walilaaniwa, na maana ya kulaaniwa ni kufukuziliwa mbali katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na rehema zake. Hawamo tena kwenye mapenzi, wamo kwenye adhabu. Alladhina kafaru, wale ambao walikufuru, min bani Israila, katika wana wa Israili, ala lisani Dauda, juu ya ulimi wa nabii Daudi wa Isa ibn Maryam. Dhalika, iliwapata laana hiyo bima asaw, kwa sababu ya kule kuasi kwao walikoasi, wakanu yaataduna, na walikuwa ni wenye kuchupa mipaka katika amri za Mwenyezi Mungu. Kubwa kabisa katika ovu lao walifanya. Kanu la yatanahawna, walikuwa hawakatazani 'an munkarin fa'aluhu, kutokana na uovu ambao waliofanya. Kwa kule kutokukatazana uovu walioufanya, la bi'sa ma kanu yaf'aluna, jambo hili kwa hakika wallahi ni baya mno walilokuwa wakilifanya. La bi'sa, ni baya mno, ma kanu yaf'aluna, lile walilokuwa wakilifanya. Wa qala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, wa qulil haqqu min rabbikum, eti Muhammad ushikilie jambo la kuambia watu kwamba hii ni haki itokayo kwa Mola wenu. Waamrishe watu wema kwa kutumia Qur'ani Karim, tena waambie kwamba hii ni haki iliyotokana na Mola wenu. Haki hii, faman shaa falyu'min, basi yule anaopenda kuifuata haki hiyo na aamini, wa man shaa, na anayetaka kukufuru falyakfur, na akatae vile vile. Wakala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, bima tu'maru,
eleza wazi wazi Muhammad yale uliyoamrishwa na Mola wako wazi wazi, bila ya kumhofu yoyote katika ardhi. Eleza kama ulivyotumwa, amrisha wema, kataza ubaya, tena fasta, eleza wazi wazi bima tu'maru, kwa yale ambayo umetumwa. Wa a'rid 'anil mushrikina, na uwapuuzilie mbali washirikina. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, wakati ilipoteremka adhabu yetu kwa Bani Israili kwa kuwafutia umbile la kibinadamu na kuwafanya manyani, ilipoteremka adhabu hii, anjaina alladhina yanhauna 'anil su'i, tuliwaokoa wale tu waliokuwa wakikataza ubaya. Wa akhadna alladhina zalamu, na tukawanyaka tukawatia mbaroni wale waliodhulumu wakaacha haki hii ya kuamrisha mema na kukataza uovu. Tukawanyaka bi'adhabin ba'in, kwa adhabu yenye sura mbaya kabisa ambayo haijawahi kutokea duniani, ya kufutwa mtu umbo la binadamu akafanywa kuwa ni nyani. Ikiwa hasa nyani huyo anarukia miti au akawa na tabia za kinyama nyama, au tena mwenye kuvaa nguo, hajui pa kulala, hajengi nyumba, yumo binadamu katika dunia tu. Ikiwa ni kufutwa hasa kwa kurukia miti, au kabaki binadamu lakini tabia zote alizonazo za kinyama za kinyani, bima kanu yafalu. Na hayo hatukuonea ni kwa sababu ya maovu walikuwa wakifanya. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, na aya zenye kuhusiana na mlango huu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya ni nyingi, zijulikanazo nyingi sana kwenye Qur'an. Yeye kaweka aya hizo chache ili kufungulia mlango huu. Ni aya munasaba, ananasibisha Qur'ani na hadithi za Mtume kwamba huu ni mlango mkubwa. Aya za Qur'ani zinaoana kabisa na hadithi za Mtume katika jambo zima la kuamrisha wema na kukataza mabaya. Sasa tunaingia kwenye hadithi. Wa amma al-ahadithu, na amma kwa upande wa hadithi, fal awwalu, basi ya mwanzo, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kutokana na Abu Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema. Na huyu Abu Sa'id al-Khudri ni mmoja katika masahaba ambao walikuwa naye sana mara nyingi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ni sahaba ambaye alikuwa akipata makarama na yeye, kama kuoteshwa usingizini mambo makubwa. Siku moja alilala akaota usingizini ya kwamba amekaa chini ya mjiti. Ule mjiti ukawa unasoma Qur'ani al-Karim, na yeye akawa anajisikia sura yenyewe ilikuwa ni sura Sad wal Qur'ani dhikri. Ule mti ukawa unaisoma sura ile anaisikia, mpaka ulipofika pahala pa kusujudu. Katika habari ya Nabii Daudi, hukumu aliyoitoa upande mmoja bila kusikiliza maelezo upande mwingine. Hatimaye wadhanna Daudu annama fatannahu, Mungu anasema akatambua Nabii Daudi kwamba sisi tulimpelekea watu wale kumjaribu na hukumu hili. Astaghfara rabbahu, akataka maghfira kwa Mola wake. Wa kharra, na akaporomoka raki'an, kwa kurukuu, wa anab, na kusujudu na kunyenyekea sana kwa Mwenyezi Mungu. Ule mti ulipofika kwenye aya hii, wa kharra raki'an wa anab, anasema Abu Sa'id al-Khudri, fasajadat ash-shajaratu, tukasujudu ule mti ambao nimeota unaisoma sura Sad wal Qur'ani bi dhikri. Ulipofika wa kharra raki'an wa anab, ukasujudu, na uliposujudu, wasami'tu fi sujudiha yaqulu, na nikausikia katika sijda yake mti unasema, Allahumma uktub li biha indaka ajra. Kwenye sijda mtu unasikitika sasa, Mwenyezi Mungu, niandikie mimi kwa sijda hii kwako wewe malipo. Wa hutta anni biha wizra, na uniporomoshe mimi kwa sijda hii mzigo wa madhambi. Waj'alha li indaka dhukhra, na uijalie sijda hii kwako wewe Mwenyezi Mungu ni akiba yangu ambayo nitajisaidia baadaye. Wataqabbalha minni, na unikubalie sijda hiyo kwangu mimi, kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, kama ulivyomkubalia mja wako Nabii Daudi. Maana Mwenyezi Mungu anasema mbele ya aya wa kharra raki'an wa anab,
Mungu anasema faghafarna lahu dhalika, basi tukamsamehe Nabii Daudi kosa hilo. Ule mtu anasema kama takabbaltaha min abdika Daud. Abu Sa'id al-Khudri kuamka asubuhi akantu makubwa, halafu jambo lenyewe lilomzidisha kuona mambo makubwa haya aliyoyaona usingizini ni kwamba ile ndoto yenyewe imekuwa ni kitu kilichonyooka, unakiona kwa mpango, kimekaa, unaweza kukihadithia, sio vurugu ya mambo tu, halijulikani la mbele wala la katikati wala la nyuma, ni kitu ambacho kimenyooka, unaweza kukisimulia. Na hasa ikiwa utazindukana nyakati za sala ya alfajiri tayari, ima unamsikia mwadhini au karibu kuadhiniwa, inakuwa hiyo kana ruya sadiqa. Kuamka asubuhi ndio anamwendea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anamwambia usiku huu uliokuta mimi nimeota nimekaa chini ya mti umesoma sura tunaitambua sura Swadi, ulipofika pahala pa sijida mti ukaporomoka unasujudu, halafu nikasikia unasema katika sijida yake dua kadha. Akamtamkia Mtume ile dua hiyo. Bwana Mtume alimuuliza Abu Sa'id al-Khudri, wa hal sajadta anta ya Aba Sa'id, na je ulisujudu wewe Abu Sa'id baada ya kuyaona hayo? Qala la. Abu Sa'id akajibu hapana, amefadhaika mimi naona kwanza nikuulize katika usingizi wako kusujudu? Sikusujudu. Tunakwambia laqad kunta anta ahaqqa bisujudi minha, wewe ndio uliokuwa unastahili zaidi kusujudu kuliko huo mti. Hizo ishara unapewa wewe mtu mkubwa sana Abu Sa'id, unapewa ishara hizo ni wewe ndio unastahili zaidi kusujudu kuliko mti. Anasema Abu Sa'id, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, pale Mtume akapiga magoti yeye akasujudu na akaitumia dhikri ile aliyoisimulia Abu Sa'id al-Khudri, kwamba mmesikia mtu ukisema, Mtume akaripiti dhikri ile akawa anasema Allahumma aktub li biha indaka ajra wa hut anni biha wizra waj'alha li indaka dhuhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Huyu ni Abu Sa'id ndio anayesimulia hadithi ya sasa. Kutoka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, yaqul, akisema, tukasema man ra'a minkum munkara, mwenye kuona katika nyinyi Waislamu ubaya, uovu, kitadi inafanyika katika ardhi. Ra'a, neno ra'a kwa hapa lina maana ya alima, mwenye kujua. Ikiwa kaona kwa macho au hakuona kwa macho lakini kajua, aidha kwa kupata habari, ikawa ni kwamba hadithi ya Mtume imesema kwamba ni kutokana na eyewitness. Man ra'a, hapa ra'a bi maana ya alima, aliyejua. Maana ukitaka mpaka kuona pengine saa hizo uovu unafanywa, mtu kalala ataruka kae huko, mimi kuona kwa macho yangu lakini nakatazamini, lakini anajua kwamba kitu kinafanyika na kinaendelea kufanyika, anajua. Hapa ra'a bi maana ya alima, kwani madarul inkari, mzunguko mzima wa jambo la kufanya uovu, ala al-ilmi, ya ujuzi wa mtu iwe anajua. Abasara, ameona amla au hakuona, yeye uovu au kani lazima. Hii kwa hakika ni kila Muislamu imemwandama kazi hii, si kazi ya mashehe, si kazi ya wanavyuoni peke yake, ni kazi ya kila muumini ambaye kuona uovu unafanyika nyumbani kwake lazima ukataze. Uovu huo kama anaufanya mkewe au mwanawe au jirani, basi lazima atumie busara za kukataza katika moja ya njia tatu ambazo hadithi hii itazitaja. Falyughayyirhu, basi na augeuze ubaya ule uwe ni wema, augeuze ubaya ule biyadihi, kwa mkono wake, ikiwa anazo nguvu za kutumia mkono wake kuzuia uovu ule usiendelee. Mtu anaonewa bure katikati ya barabara na vijana wamemkamata, wanataka kumuua au wamfanye machafu au anapigi pesa kidogo kile vitatu atakapokonywa. Mu'min jambo kama hili haliasilii, bali analizuia, analigeuza. Na mfano wa hayo yote,
Fa in lam yastati, na kama hakuweza kuzuia kwa mkono, maana kuna wengine hawana pawa za kutumia mkono. Kuna watu wana pawa za kutumia mkono, aidha ndani ya nyumba yake mtu yeye ndio mwenye mamlaka. Anaulizwa nani mwenye amri katika nyumba hii? Basi yeye ni mwenye mamlaka. Yeye ndiye anayotoa pesa za mahari kumwoa mke, yeye ana amri. Mke hawezi kutoka mpaka ruhusa yake, yeye ana amri. Ana mamlaka. Ndiye rais wa ndani ya nyumba. Likifanyika jambo ila kwa idhini yake, asipike mtu akakaa kwenye takrimati matukufu yake, kiti chake cha fahari, ila biidhni, ila kwa ruhusa yake. Asijipitishe mtu ndani mwake ila kwa kupata idhini yake, apige hodi kwanza. Ina maana yeye ana mamlaka mle, kwa hivyo yeye ni rais mle, basi kwa hivyo anao mkono wa kuzuia uongozi. Ikiwa ni wanawe kutumia bakora, ikiwa ni wanawe kuzuia chakula, leo hili amri hapa, mkitaka karama yenu ulifanyike jambo kaza 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 kaza, haya chukueni ndoo kateke maji popote pale, namna gani kika anatumia nguvu za mkono, maanake yeye pale na full power. Na kuna mwingine kwenye nyumba ile hana full power, mkono hawezi kutumia. Ima itakuwa yeye ni mtoto tu pale na baba mtu yuko mwenye mamlaka, kukataza kwake sasa kutakuwa namna nyingine, hawezi kutumia nguvu. Na ndiyo maana hadithi ikaja, fa in lam yastati, basi kama hawezi kutumia nguvu za mkono wake, fa bilisani, basi atumie ulimi, angalau aseme, atafute busara yoyote, atumie ulimi aseme. Nabii Ibrahim alayhi salam alipoona uovu unatendwa na jamaa zake, akiwemo baba yake Azara, basi steji za mwanzo alizokuwa akitumia ni kusema nao, kabla hajapata kidogo nguvu za kuvunja masanamu. Alianza kwa daraja ya kusema angalau, na kwanza alikuwa akichukia mwenyewe, ikenda ile imani mpaka ikakua, akathubutu kusema sasa, alafu baada ya hapo tena akaamua moja kwa moja kuyatekeleza, kuyavurumishia makani magongo masanamu ya kwetu kabisa. Lakini stage ya mwanzo kabisa ilikuwa ni kusema naye baba yake, ya abati, baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, mbona unapoteza wakati wako mzee kwa kuabudia vitu ambavyo havisikii wala havioni, wala yughni anka shay'a, na wala haviwezi kukusaidia wewe kwa chochote. Ya abati, baba yangu, inni qad ja'ani min al-ilm, mimi mwanao imenifikia katika elimu ya wahi, ma lam ya'tika, elimu ambayo haikukufikia wewe baba. Kwa hivyo nakuomba fastabi'ini, hebu jaribu kunifuata, usitake itakuwa nini, nipate katika ninayokwambia, ahdika siratan sawia, na nitakuongoza kwenye njia sawa sawa. Ya abati la ta'budu shaytana, ewe baba usimwabudie shetani, inna shaytana kana lirrahmani asiya, hakika shetani amekuwa kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ni kiumbe aliyeasi kuvunja amri. Sasa mtu anajibu, araghibun an alihati ya Ibrahim, araghibun anta an alihati, wewe Ibrahim unachukia wangu wangu, la illam tantahi, kama utokoma mpito huo, fumba mdomo wako, kama utoacha mambo hayo, la arjumannaka, nitakupiga mawe, wa hajurni malia, na ondoke ni mbali mbele yangu, ondoka. Sasa ya mwanzo ilikuwa ni maana sana ana nguvu, lakini alipoanza kupata kimo na baadaye kupewa utume rasmi, mwisho wake Nabii Ibrahim aliamua kuyaboromishia magongo. Alitumia nguvu zake, ana napotelea mbali liwalo. Kwa hivyo man raa minkum munkaran, mwenye kuona kati yenu Waislamu uovu, na hapa kuona tena kuona kwa macho, yani mwenye kujua uovu unatendeka, bali yughayyiruhu, basi na au geuze biyadihi, kwa nguvu zake za mkutumia mali, lakini hawezi hata kutamka, hawezi kunyosha hata aya sawa sawa hivi, mambo yatakuwa magumu, yatamshinda. Kama Muislamu hawezi kubainisha kitu kwa aya ya Qur'an au hadithi ya Mtume, itakuwa mambo magumu. Wajanja wamezipitia aya zile na wanazijua hadithi za Mtume, wanafasiri watakavyo, wanavuruga watakavyo. Sasa mtu kama atakuwa hana chochote, wanamzunguka, wanamfili kwa ujanja. Pengine mtu asiweze kutumia elimu yoyote kusemea jambo, basi angalau fa biqalbihi, achukie uovu kwa moyo wake, na kuchukia uovu kwa moyo angalau aweze kuondoka tu hapo panapofanya uovu, kwamba vipi hapa haiwezekani kukaa. Angalau hawezi kusema, basi hawezi kuhudhuria mahala ambamo ana hakika huu ni uovu unafanya.
angalau achukie moyoni. Lakini kama mtu atakosa hata kuchukia kwenye moyo, ama kwa hakika imani katika nafsi yake, katika moyo wake hamna hata chembe ya khardali, akifa katika hali kama hiyo, kafa katika hali mbaya sana. Asiweza kuchukia uovu japokuwa katika moyo wake, ikawa anashangilia na kualikwa na kuhudhuria na kufurahi, huku anajua kwamba hili jambo katika dini ni uovu, itakuwa kwenye moyo wake. Tutaona katika hadithi iliyopatia mbele, katika moyo wake itakuwa hamna hata chembe ya khardali katika imani, ikiwa hata moyo umeshindwa kukadhibika. Kwani wakati Jibrilu alipelekwa kuangamiza mji, katika kutupia macho mle akamgundua mja mmoja wa Mwenyezi Mungu mtaabadi sana kabisa. Alipeleka ujumbe kwa Mola wake Jibril, akamwambia kwamba inna fiha abdaka salihun, hakika katika mji huo kuna abduka, mja wako mwema. Mwenyezi Mungu akamwambia nalijua hilo, bihi fabda, na kwa huyo unaomwona mwema mwanze yeye kwanza kumhirikisha, halafu ndo wengine. Liannahu lam yataghayyar wajhuhu min ajli, kwa sababu yeye haukubadilika uso wake kwa ajili yangu mimi. Mambo anayajua yanafanyika, anayaona yanafanyika, halafu uso wake, moyo wake haukubadilika, anapendelea mambo, anashangilia, kabaki kimya, kanyamaza. Na kule kukaa kimya kwake, pengine watu ndio wakapata spirit ya kwenda katika maovu. Mbona fulani mbona kanyamaza? Baya pia kinyamaza. Watu wengi wanakuwa wanasababisha maovu kuendelea kwa sababu ya kuyanyamazia, kuyafumbia macho, utahayariana, kuoneana haya. Unamkuta mtu unamuuliza, hasa wewe si mwanafunzi wa Abdul Salih Farsi wewe? Ndio bwana. Wewe si ulikuwa mbele sana wewe? Na wewe ulikuwa ukimwiga mpaka sauti yake anakuwa akisema. Sasa vipi wewe umekatina na kama hiyo? Na hali ambayo unajua, atakwambia nitafanyaje bwana? Hatuyawezi bwana, tunaogopa bwana. Kwani hajulikani mambo haya? Yanajulikana bwana, tutakasimiwa bwana, mambo haya magumu. Tutakasimiwa, tutapigwa mapande. Na wengine hao sione hivi, hawa wachawi watatuua. Imani yake mtodhaifu kabisa. Anaogopa kuuawa, anaogopa uchawi. Anakwambia kama fulani muuaji, taua. Anakutabia fulani kishakwenda, najiogopea bwana, yasemeki mambo haya. Haijambo nyewe ndio huko. Basi wadhalika, na jambo hilo la kutukia kwenye moyo, ingawa imeruhusiwa njia ya tatu hiyo, lakini adhafu iman, bila kutukia kwenye moyo hata kusema mtu asiweze. Basi kutukia moyoni kwa hakika ni imani iliyo dhaifu. Imani ipo lakini iko chini sana. Imani hii ni kama maji yaliyokupwa baharini, tena kukupwa kwenyewe yamekupwa vibaya, yametoka kiasi ambacho watu wanaweza kwenda masafa marefu, wakachokuwa kwenda masafa marefu, wanakwenda watu maili 2, 3 mpaka 5, anakwenda kwa miguu tu baharini kwenda kuchokuwa kwenda. Maji hayapo, imani imeondoka mpaka imekuwa namna kama hiyo kwenye bahari, na halafu baadaye huja ikajaa maji ile hai. Imani ndio inapokwenda hiyo, inapanda ikishuka kama maji ya bahari hivi. Akifika mtu darasani, inakuja imani inapanda mpaka kama mawimbi ya bahari, inavuka mpaka juu barabarani huko Forodhani. Halafu baadaye akitoka nje kidogo tu, akakaa na watu duniani tu, basi hiyo inaanza kupaka kidogo. Kutukia kwa moyo kwa hakika ni imani ingalipo, lakini kwa hakika adhafu imani ni imani iliyo dhaifu. Na aliposema adhafu iman, aqalluhu thamara, maana yake ni yenye kutoa matunda madogo. Kama ipo basi matunda yake ni madogo. Labda kusikia adhana pameadhiniwa na kuswali nafsi yake peke yake, labda tunda lake imani kama hiyo, mwezi wa Ramadhani umeingia, atajifungia mwenyewe peke yake, atafunga Ramadhani na begi mambo kama hivyo binafsi yake. Lakini jambo kwa manufaa ya umma, jambo la kutuna uso wake, jambo la kusema hebu na mimi nionje kutukanwa kama wanakutukanwa hawa, hebu na mimi potelea mbali sasa, nianze kutajwa kwa ubaya sasa. Maana ukisema kweli basi lazima utakuwa ukitajwa kwa ubaya. Basi inakuwa imani kama hii ya kutukia kwenye moyo, aqalluhu thamara, ni chache sana matunda yake. Matunda imani kama hii inakuwa labda mtu kuwa na ibada za nafsi yake mwenyewe peke yake tu,
na ibada za nafsi yake mtu peke yake hazitoshi, ni kitu kidogo sana hivi katika Uislamu. Hii ni sehemu ya mwanzo tu. Ukitaka upate mambo makubwa kwa hakika, uingie katika mambo yaliyohusiana na umma, mambo yaliyohusu jamii, hapo ndipo panapo mambo. Na ndiyo maana aya za Qur'ani zikaja, waltakun minkum ummatun, hebu na upatikane miongoni mwenu umma wa watu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, wapatikane, kwa sababu jambo la kushughulika na jamii, jambo la umma ndilo lenye malipo makubwa kuliko ibada za mtu nafsi yake. Afada alhadith, inafidisha hadithi hii kwanza wujubu taghayyuri almunkari. Hadithi imeonyesha wajibu wa kugeuza uovu bi ayi wasilatin mumkinatin, kwa njia yoyote inayowezekana, ikiwa ni nguvu, ikiwa ni maneno ya busara, hata kama ni mtu kutukia moyoni akaondoka mbali pale. Ni lazima kila muumini au badilishe uovu ule kwa njia yoyote ambayo yeye anayeweza angalau kutumia njia hiyo. Basi mtu atakosa kushindwa mpaka moyo wake hamna kitu, anashindwa katika moyo wake, anakwambia kwamba ninaogopa kuudhi watu. Unaogopa kumkera mtu katika jambo la haki. Idhahum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya, tahamaki watu wanaogopa binadamu wenzi wao kama anavyostahili kuogopa Mwenyezi Mungu. Watu wanaogopa kufanya nini hawa? Hawawezi kukusaidia hata chembe ya khardali ya adhabu, akasema kwamba hii tutachukua sisi, wacha uungue wote, lakini kwenye ukuta kwenye kidole hapo basi utaguswa kidole. Hawawezi kunusuru hata ukuta usiungue moto wakati mtu ataingia katika jahannam. Na sio hayo mpaka kufika akhera, hapa duniani nikitokea janga basi wale hawasogei abadan, wala hawamjui mwenzi wao. Afada alhadith, hadithi inafidisha wujubu taghayyuri almunkari, wajibu wa kugeuza uovu ayi wasila mumkina, kwa njia yoyote ambayo itawezekana. Yoyote ni kwa Muislamu, ni wajibu. Asingojewe mpaka mtu akawashehe sana, mwanachuoni sana, hawezi hii atafanya hii, hawezi hii atafanya hii. Hata kusema naye mtu kwa lugha hii inayotumika mitaani hawezi. Wakati mwingine mtu anakuwa hafahamu ilmu, ukimtajia Qur'ani kwake, Qur'ani si lolote chochote, hadithi ya mtume kwake si lolote chochote, anataka kuambiwa maneno haya ya mitaani, haya hivi mifano iliyo hai ya mitaani, itamkwanga kidogo angalau kujue. Vile vile katika hadithi hii faida inayopatikana ni kwamba faidatul inkari alqalbi, faida ya kuchukia kwa moyoni, ijadi nikma, kwa hakika ni kupata nikma an-nafsiyya ya nafsi, dhidil munkari, kinyume na lile jambo lenye kuchukiza. Lazima mtu limuume, lazima mtu limuhangaishe, limuadhibishe, limkerekete. Hii ndio faida ya kuchukia na ya kuchukia katika moyo wake. Akiona mtu kwamba ubaya unafanyika haumguzi, haumkeri, bali anataka hata anashangilia, imani kwa hakika imemalizika kwenye moyo, hamna kitu. Faida ya kuchukia uovu kwa kutumia moyo, angalau hiyo imani iliyokuwa dhaifu, basi ina matunda kidogo. Ijadi nakma ni kwamba mtu anapata mateso an-nafsiyya ya nafsi yake, dhidil munkar, kinyume na lile jambo lenye kuchukia, lenye kuchukiza. Halafu jambo nyingine, watadhakuri daim lirafadhi, pia anapata kukumbuka siku zote uongo na uovu wa jambo lile, kama atakuwa angalau atukia moyoni ndani ya nafsi yake, atapata dhikri ya kujua kwamba huu ni uovu. Lakini kama itaondoka kuchukia kwenye moyo, basi iko siku utaona anaingia na yeye vile vile kushiriki kikamilifu katika uovu ule. Wallahi, kama kuna kuchukia jambo ndani ya moyo, angalau kwenye imani dhaifu, wallahi hizi sambusa hizi na halua hizi mtu atazishuna, aseme kwamba na mimi mkitaka nazipata hizi. Siku na sambusa kwa imani bwana na halua, pengine watu ndio tunaobabaisha hizi, kwa sababu kama patafanywa mambo yale bila ya kuwepo vitu vile, hata hudhuria mtu. Kikweli ni kwamba watu hawakwenda kwenye ibada yoyote, wamekwenda kwa vile vitu vinavyoitwa sifa. Pana sifa gani kwa ajili ya tahkimu yetu? Kama
mtu anautukia uovu kisha usoma katika dini kajua kwamba hili halimo, huu ni uzushi, ni uovu, kashindwa kuuzuia kwa mkono wake, kashindwa kuukemea kwa mdomo wake, basi angalau kama ilibaki ile ya kuchukia kwenye moyo, wallahi hivi vijihalua hivi visambusa vichete hivi mtu ataviona ni kitu duni kabisa naja navyo. Lakini ikiondoka hii kwenye moyo, basi kila akikumbuka mtu kwamba leo kuna kikato msikitini na fulani kafa, fulani maarufu, fulani na watu wengi, halua yenyewe haitakuwa halua tu ya mafuta mengi, itakuwa na lozi na kiwa na hivi, na nitapata kuwachukulia wanangu nikihitimisha pale kombe zima au mawili matatu, mtu peke yake ya kwake akikumbuka yale. Haya ndio yanaumiza watu, haya ndio yanasababisha uovu kubaki bado, na ikawa hauna nafasi kabisa ya kuzungumzwa kwa sababu ya vitu vile vidogo vile. Mtu akikumbuka namna anapotiliwa kifurushi chake pasal kimetengenezwa hivi kwa ajili ya kuhitimishaji, na huko anajua ninafanya uvundo, ukumbavu, uhojo usiokuwa na maana, unamuuliza waziwazi, nipe dalili ya mambo haya kinara wewe tulikuwa mchini ya sarsi wewe. Mbona unaaibisha wewe upande wa sunna namna kama hiyo? Wewe ndio wakushika kinara kuhitimisha, wewe unahitimisha kitu gani basi? Wewe ulikuwa unamuiga farsi mpaka sauti, na mimi amenambia kwa barua kwa mnaandikia kwa fulani ndio mwanafunzi wangu wa mbele kabisa fulani. Sasa mimi nakuonesha barua ya farsi hapa za mkono wake huo, ananiambia kuhusu wewe. Mtu hata hayari wallahi. Bwana wewe kweli haya yote tunajua, kuna hajulikani, najua haya, lakini haya semeki, tunaogopa tutakasimiwa, tutapigwa pande, tunajua kwamba hizo sivyo. Basi angalau siungekata kutokuhudhuria, watu wangefahamu kwa fulani haji kwa sababu huu si mwendo wa Mtume, halimo katika dini hili. Kuna wengine wangepata darasa hapo kama akuhudhuria fulani, basi bwana ile jambo halimo kweli. Lakini ile kuhudhuria tu peke yake ni kutoa kipaumbele, ni kulifanya jambo lisajirike, linanawiri. Muda fulani kaja, watu wapata sababu wala. Pia faida inayopatikana kwenye hadithi hii, al-amru bil ma'ruf, jambo la kuamrisha wema, wanahi 'anil munkari, na kukataza maovu. Ili jambo kwa hakika masuhuliyatu, ni jambo la kuulizwa, ni jambo la wajibu. Jambo hili ni masuhulia, ni jambo litakaloulizwa Waislamu na Mwenyezi Mungu. Tena mustarikatun ala al-ummati, ni jambo ambalo limeshirikisha juu ya umma wote. Alikuwa kuhusu mashekhe na nani, kila mtu limemkuta kwa upande wake, ala al-ummati al-islamia, li'annahu, kwa sababu jambo hili fardhu kifayatin, ni lazima yenye kutosheleza, lazima wapatikane katika miongoni mwa watu, wairuke wengine. Wanasema wengine bila shaka atakuwa hawana ilmu, lakini kama itapatikana hiyo, basi masuhulia itakuwa kama kwamba maiti kaacha kuswaliwa na kuzikwa, fardhu kifaya vile. Wakifanya baadhi ya watu wengine wanaokoka, kesho patikane watu wajitolee muhanga, wachune nyuso zao, watatajwa kwa ubaya, watatukanwa, watakasimiwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu wako vingine. Mitume yote haikupita hivi simple kwa urahisi bila tabu. Walipoanza tu kuambia watu, mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetuma mkwambieni hakuna kuabudiwa kila Mungu mmoja, basi hapo umeanza katana. Kabla yake walikuwa watu wazuri. Muhammad kabla yake ni as-sadiqul amin, mpaka anaanza kazi ya utume, mali za Quraysh anazo yeye. Ni yeye walomtumia kutuliza ghasia na fujo na kumwaga damu wakati wa kuweka Hajar al-Aswad pahala pake. Ni yeye kawaamulia ugomvi, wanamjua kwa maana busara. Lakini alipowaambia kazi ya Mwenyezi Mungu, basi pale walimtoa maanani na kumfanyia kila la maudhi. Kwa hivyo ikiwa mitume wamefikishwa hayo, yeye mtu mwingine nani yasimfike hayo? Itakufika, unaogopa usiguswe, basi hata kujiwa usiku wa manane tu kaamshwa na polisi, hata hilo vile dogo tu liwezi. Angalau uje usiku wa manane ili uchukuliwe polisi bure. Una lolote ulilofanya, ukifika unangojea hayo mashtaka yenyewe, haya nitafika. Tuna taarifa ya kwamba mtaswali kesho. Kuswali ndani ya Lendrover usiku wa manane, askari wawili na staff machine gun katika hati nimewekwa na Lendrover. Nafika mimi madema, naambiwa tuna taarifa kwamba utaswali kesho. Kuswali kunaniamshisha usiku wa manane kuswali? Ilielekea kwamba jambo lile tuambiwe kwamba tumekukamateni msikito Kikwajuni, mna container lenu la drugs kule liko pwani, mtalikamata na kwa hivyo hamtoki.
hii kesi ni mada, kesi mtauawa, ilielekea iwe hivyo. Lakini jambo la kuswali nobe, kuswali, wacha mchezo wewe. Embe vipi zisitoke mafunda ndani yake? Vipi kiangazi kisiunguze mitumbo na mikarafuu yote? Kuswali mtu kunamwamkisha yote kwa madada kwa ajili ya kuswali. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoonyesha, dhalika bi an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmi. Mola wako haangamizi watu wa vijiji kwa dhulma, kwamba anawaonea. Wa ahluha muslihuna, na ilhali watu wake ni wema, wazuri, wacha Mungu. Ukiona hayo kwamba lipo jambo kubwa limefanyika, si bure bure kutokezea ati kwa mrefu. Kukatwa kofi kwa miembe kulipokatwa embe na kwa pia sasa hivi fungu shilingi 200 na nyongeza. Dodo iliyokuwa ikiuzwa 700 na 1000 sasa zimekuwa 4, 5, 6 na nyongeza juu, na nyingine zimeshaharibika hata mafunza. Bure, haiwezi kuwa bure. Ni mambo ya Mwenyezi Mungu anaonyesha, watu waone wakitaka wasitake. Tayeb, hii ni masuuliyatun tena mushtarikatun ala al-umma al-islamiyya li'annahu fardhu kifaya, kwa sababu jambo la kuamrisha mema na kukataza uovu ni jambo ambalo ni lazima ili kutokeleza. Baadhi ya watu wakifanya wamenusuru umma wote nchi nzima. Huku kutokea watu wakataja haya mambo, watu ndo salama ya nchi hii. Pengine nchi ilikuwa izamishwe, igharikishwe, lakini kuna vijitu vimejitolea, vinasema, vinaamrisha mema na kukataza maovu. Pengine ndiyo salama iliyobaki. Unaona Bani Israeli, anjaina alladhina yanhauna 'anil su', ilipotokezea na kama tuliwaokoa wale waliokuwa wakiamri wakikataza uovu. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'is, na wale madhalimu tuliwatia mkononi kwa adhabu mbaya kabisa, bima kanu yafalun. Pia katika hadithi inapatikana kila pamesemwa na baadhi ya maulama, kwa kutizama ile hadithi ilivyokwenda, basi wengine wakasema hadha alhadithu, hadithi hii thuluthul islami, ni thuluthi nzima ya Uislamu, ni wansa ya Uislamu mzima. Kama itapatwa hadithi hii ndio ni wansa ya Uislamu. Kwa nini? Liannahu istamala ala al-amri, kwa sababu hadithi imetumia juu ya jambo la kuamrisha bil ma'rufi, wema, wanahi 'anil munkari, na kukataza uovu. Basi imekuwa ni thuluthi ya Uislamu hadithi. Wakila, na wengine wakasema hata thuluthi kidogo jamaa, hadithi kubwa sana hii. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. Hii inasema thuluthi ya Qur'ani. Wengine wakasema hapana, sio thuluthi. Innahu al-islamu kullu, una Uislamu wote, Uislamu wote uko hapa, sio thuluthi. Hii ni kitu kizima hiki, huu ndio Uislamu wote hadithi. Lianna a'mala shari'ati, wanasema watu hawa kwamba vitendo vya sheria inama ma'rufun, kwa hakika hujulikana, yajibu al-amru bihi, inataka viamrishwe. Watu wakinyamaza sheria itakuwa haijulikani. Sunna ni kitu gani kijulikani? Generation inayokuja yatazama watu wanafanya nini, na wengine wanatazama watu hadhi yao ya kuvaa, hadhi yao ya kutukuzwa, hadhi yao ya kikabila. Watu wanaangalia watu wanafanya nini, si wasemaji wengine. Kwa hivyo ilivyokuwa wema lazima usemwe, lazima uamrishwe ndio ujulikane, au munkarun, au jambo ovu, yajibu nahya anhu, na lazima likatazwe. Likiatiliwa wengine wataliona kama si ovu. Kwa hivyo hadithi hii bwana, wengine wasema ni Uislamu wenyewe, sio thuluthi kama walivyosema wengine. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo tafikia hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.